Ndugu zangu katika iman, tupo katika mwezi wa Ramadhan ambao ni mwezi wa Qur'an. Tumeona katika lahadha hii al-mubarak kuzungumzia umuhimu wa ikhlas katika ibada, kama jana alivyogusia shekhe letu hapa wafaqahu Allah. Hakuna shaka yoyote tunapozungumzia ikhlas ndiyo ruhul ibada, yani ndiyo roho ya ibada. Ibada yoyote ile kwa hali yoyote itakayokuwa, kama haujaifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi ibada hiyo inakuwa habaan manthura, ni vumbi tupu, haina thawabu, haina khairi, haina baraka na hautalipwa. Hili jambo hususan katika zama hizi tulizokuwa nazo, zama za ataqaddum, maendeleo ya teknolojia, zimekuwa ibada ni kama fashion fulani. Yani ibada imefikia wakati ni kama vile jambo ambalo mtu lazima alionyeshe ndiyo labda lipatikane ile ladha. Jambo hili ni kuchukua tahadhari sana ndugu zangu katika iman. Ikhlas ndiyo ruhul ibada, bali baadhi ya ahlul ilmi wanaifananisha ikhlas bimanzilati ruh fil jasad. Yani mfano nafasi ya ikhlas katika ibada ni kama vile roho katika mwili. Mwili ukikosa roho, basi hakuna harakati tena, unabakia ni mwili tu, na watu watasimamia kuosha ule mwili watakavyo. Kwa hiyo al-ikhlas fil ibada, ikhlasi katika ibada yoyote ile ni jambo kubwa sana ndugu zangu katika imani. Na ndiyo maana ibada za usiku ni ibada ambazo Allah tabaraka wa taala anazipenda, na ilikuwa ndiyo mwenendo wa salaf wema waliotangulia. Anaamka usiku peke yake, bali zimekuja katika athar imamu ahli sunna akiamka usiku, bali hataki hata kuisumbua familia yake, peke yake anaamka taratibu, anatafuta kona nyumbani, anafanya ibada. Kwa hiyo ni ibada baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala. Leo hii kutokana na maendeleo haya ya teknoloji, mtu yupo tayari, mathalan amekwenda katika kituo cha mayatima. Ni jambo zuri, amewapelekea mchele, amewapelekea matunda, amewapelekea ngano wa halu majarra. Lakini sasa pengine ile thamani ambayo ya vile vitu alivyovitoa labda haifiki hata 300,000, ila zile kamera sasa zinazokuja pale gharama yake pengine ni zaidi ya 700,000 au milioni, lakini kile chakula ni kama 300,000 tu. Zile kamera zinaletwa ili sasa ndio arushwe, fulani amepeleka unga kwa mayatima, fulani amepeleka juisi kwa mayatima, fulani amewafuturisha mayatima. Kwa hiyo yuko tayari kutumia gharama kubwa zaidi kwa ajili ya kurusha, ili tukio lile lionekane, watu wamuone kwamba fulani amefanya hivyo. Ndugu zangu katika iman, amali yoyote bila ikhlas
amali hiyo ni shaiba, ni kama takataka. Al-ikhlas, ndugu yangu, ni tasfiya katika amal min kulli shaiba, yani ni kuitakasa na kuisafisha ile amal kutokana na uchafu wote, takataka zote. Unatakiwa kulifanya jambo hilo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Al-aya: laqad kana as-salaf as-salih rahimahumullah yahrisuna alla يدخل في عملهم شيء من الرياء قل أو كثر. wema waliotangulia walikuwa wanajitahidi mno, bali wanakupia kutoingia katika amali zao, kutoingiza katika amali zao katika ria, yani kuingiza ria, kujionyesha, hiyo amali iwe ndogo au kubwa. Walikuwa wana hirsu kubwa sana katika jambo hilo, yani kwamba kila amali anayoifanya, iwe ibada ya sala, iwe ibada ya funga, iwe ibada ya kujitolea, anajitahidi sana kwamba hili jambo nilifanye mimi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Bali hata wengineo hawataki kufahamika kabisa. Hatusemi kwamba mtu labda akifanya kheri akifahamika kwamba hiyo ni ria, la wallah. Lakini wapo wema ambao anafanya jambo kubwa, wallahi wewe unamuona ni mtu wakati tu ndo kalisimamia jambo lile, lakini kumbe yeye mwenyewe yuko mbali kabisa, bali anapupia kwamba bana, naomba usinitaje, kwa sababu anaona kwamba mimi tayari nikishatajika alafu iwe nini. Kwa hiyo watu wengi wanaingiza katika ibada mambo ya kisiasa, mambo ya kujionyesha, jambo ambalo ni hatari mno katika ibada. Allah tabaraka wa taala anasema, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wanatanguliza katika yale ambayo walioyafanya katika amali zao mbalimbali, kwa sababu wamefanya hayo kwa ajili ya watu, ili watajwe, ili waonekane, ili aonekane fulani naye ni mtu wa mbele katika kujitolea. Basi bil asafi yaum al-qiyama amali hiyo inakuwa ni haba'an manthura, yani ni vumbi tupu.